scattered them all over the world. Hata after Emperor Constantine alianza kupersecute wa Kristo, Romans walikuwa in charge. But soon after, the kingdom of Israel was no more. It was scattered everywhere in the world. Wayahudi wakaanza kuishi mahala popote duniani. Na ndiyo maana mnaonanga wakati moja kulikuwa na mjamaa moja wa Nazi, alikuwa Mjerumani, alikuwa anaitwa nani? Hitler nasikia alimaliza Wayahudi wengi sana. Aliwaeka kwa gas chambers, akafungulia poisonous gas, ikawaua watu wengi sana Wayahudi. Such that out of destitution they tried to escape, na watu wanawake na wanaume na watoto walikuwa napitia kwa barbed wire. Wanakatwa na barbed wire, wengine walikufa, wengine wakaachiliwa mambwa wakawatafuna. And it was a bad massacre that brought together another prophecy. Jeremiah 29:11 mnajuanga inakuanga ni prophecy pia. It is not just about us that he has good plans for us, but he also speaks. Hebu tufungue tu Jeremiah 29:11 ili nishikanishe muone prophecy za Mwenyezi Mungu zitatimia. Haijalishi ni miaka mingapi itapita. Jeremiah 29:11 inasema nini ukianzia mstari wa 10? Wacha tusomewe na umefika pale. Haya Pauline. Uendelee mpaka nikuambie uache. This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. So before he talks about I have a plan for you, he declares to them that nitarudi na nitawarudisha kwa pamoja. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found by you, declares the Lord. The word of the Lord. And I need us to understand that properly. Unaweza kaa chini Pauline. I need us to understand, because tukienda kuzungumzia ile utukufu Mungu anataka kushusha juu ya maisha yetu, ni vyema tuelewe wakati unafukuzwa mbele ya uso wa Bwana huwa iko na sababu. Simushaiona watu wale wanaombanga wanasema mimi maombi yangu haipitangi rufu. God is good. Si hata pengine umekuja leo maombi. God uone kama itapita rufu. Wengine mshasikia wakisema kwamba mimi uomba lakini sisikii ama sijihisi kama Mungu ananisikiliza. Ni kweli ama si kweli? Wengine hata wanajaribu mambo mengi, wamefunga, wamefungua, wamekunywa, wameacha kukunywa, lakini hakuna kitu inafanyika. Maombi haziendi mahali. God is good. Leo ningependa niseme hivi kwamba kwa wakati ufaao, neno la Mungu linasema utanitafuta na nitapatikana. God is good. How I declare usiku huu ndio wakati ufaao kwangu na kwako. That utautafuta uso wa Bwana, kwani unapatikana mahali hapa. Amen. Why? Because the most important thing kwetu sisi kama Wakristo ni neno litakalo toka kwa mdomo ama kinywa cha Baba yetu wa mbinguni. Hakuna maneno ya bwana yatakayotusaidia, hakuna maneno ya bibi yatakayotusaidia, haya wala ya mtoto, lakini neno litokalo kwa Bwana. Hata wakati mmoja Yesu alijaribiwa na Lucifer. Lucifer amekuja hapo, amemwambia sasa fanya hivi, wewe badilisha hii mawe ikue kama kitu unaweza kukula ushibe. Na najua wengine wetu tuko katika hiyo hali, na unaweza penda hiyo kipaji ubadilishe kitu ikue. Lakini Yesu akamwambia mtu hataishi, hebu rudia, kwa mkate peke yake. Hebu sema kwa mkate peke yake, bali kwa neno litokalo kwa kinywa cha Baba.
Uliza tu jirani yako kwa niaba yangu, wewe ni nini ukushibisha? Na kupatie jibu. Kwa sababu hapa ndio kizungumkuti iko. This is where the rubber meets the road. Because many are the times that we seek after these things of this world to satiate or satisfy ama kutushibisha sisi. And we no longer get satisfied na vitu vya Mwenyezi Mungu. God is good. Unajua Daudi akasema kwamba heri siku moja katika nyumba ya Bwana kuliko masiku ngapi? 1000 mahala pengine popote. Now what I want to also declare is you being in the presence of God tonight is worth more than every other night you have slept in your comfortable bed. It is worth more than every other night. Yani hii usiku ambao tutakuwa hapa italipisha zile mashida zote umekuwa nazo ukizilalia. God is good. Unajua watu wanapenda usingizi lakini wanalalia shida. Hawaamki baraka, wanalalia shida, wanaamka na shida. But let us declare tonight our night of deliverance. Our night of being set free. Now you do not need to be prayed for, say amen. The fact that you took a step of faith and you're here, that is enough. Do you know what moves heaven? Can I tell you what moves heaven? Biashara za mbinguni hazichezangwi na pesa na dola na shilingi. Zinachezwa na imani. Sema imani. Imani. Buuliza jirani yako, leo wewe ulibeba mashilingi ya mbinguni? Did you carry something from mashilingi ya mbinguni ni nini? Imani. God is good. Hebu uliza jirani yako, wewe ulibeba mashilingi ya mbinguni? Na uangalie sura yake vile anajibu. Kuna mtu alikokotwa hapa, aliambiwa na mama mwenzake, hiyo lazima uende. Hii kesho lazima uende. Si kama zile zingi. Akajivuruta tu akasema sawa tu, jua Shiro ulisema nitaenda. Lakini haukubeba imani, ulikuja na Washiro. God is good. Hebu sema pata imani mimi. Ili niweze kufanya biashara na Mungu. God is good. Kuna mashida uko nayo yatatolewa na imani peke yake. No amount of money that you have in your pocket will be able to sort out the problems you are in. Let me ask you, ushaiambia demon what unataka pesa ngapi ndio uniache? Ati sasa wewe na Lucifer mmekaa chini mnaambiana unataka nikulipe ngapi uniwache? Atakuacha. In fact, the more you pay, the more anasema kujeni more. The more kujeni. But in the kingdom of the Father, he says in Isaiah 55 that come and eat without pay. Come and drink without money. Come, why should you spend money on that which will not satisfy you? Yet I have what will satisfy you. God is good. Uliza tena jirani, unashibishangwa na nini? God is good. May you be satiated by the word of the Lord tonight. And henceforth, from today henceforth, you shall be satiated. God is good. Wacha nitumie both today and tonight kwa sababu kuna watu walianza safari jana wamefika leo. Wacha nitumie both angles. So turudi kwa ile story yangu ya Israeli ndio mshike kwenye tunaenda. So Jesus delivers a prophecy that no stone will be left on top of the other. And it happens when the Romans attack na kuna haribika na Israelites scatter everywhere. But he lives up to his prophecy ambayo leo tunasikia kwa Isaiah chapter 60 ambayo ikianzia mstari wa 5 ni mstari wangapi ya 4 inaanza kusema lift up thy eyes round about, yani tazama na uangalie, they gather themselves together, they come to thee, thy sons shall come from afar and thy daughters shall be nursed by thy side. Verse 5 inasema for you shall see
them flow together, and your heart shall not fear, and your heart shall be enlarged because of the abundance of the sea that shall be converted unto you. The forces of the Gentiles shall come unto you. Now understand this. 1948, the League of Nations, ambao later ni United Nations, wakakaa chini wakasema iko watu. And let me just tell you this, it was not their decision to sit together. They do not know in Isaiah 29:11 the Lord had declared that I have a plan for my people. It was not your intention to be here, by the way. The Lord in his intimate plan for your life wanted you here, perpendicularly, squarely seated on that seat, ili usikilize maneno ambayo yatakayonenwa, na it will not only transform you but your generations after you. Now understand this, hiyo ni miaka ngapi? 70 AD na 1948 minus ni miaka ngapi? Hebu piga hiyo mahesabu, si ni rahisi, nimewaambia 1948 na minus 70 ni ngapi? Ni 1800 na ngapi? Simufanye hesabu ya haraka. Sasa tumunasumbua pia mtumishi wafanyie hesabu. 1948 wakati wa Israeli walipatiwa nchi na 70 AD. 1878 years. Mimi nikuulize una miaka ngapi? Sijasema uniambie. Yet mpango wa Mwenyezi Mungu ulikuwa wapi? Ulikuweko. Meaning that there is an aspect ya Mwenyezi Mungu sisi wa Kristo huwa hatuelewi. Ni kweli ama sio kweli? Wewe ukiomba maombi yako na emergency zako, unakuanga ukifikiria 1878 years. Yet kuna wengine wengi mkikaa mbinguni vizuri pale mkitawala na Baba wa mbinguni, ndio maombi zenu zitakuwa zikijibiwa. Can I come again? Why is it that the Lord still has a plan for people who are scattered all over the world for all those years? Walizurura. Wengine, by the way, hata juzi wanachukua, mimi nimetoka Ethiopia. Kuna Jews wako Ethiopia. They are being gathered to go back to Israel. Israel to date is still gathering its people around the world. Actually, 6 days, inasemekana just after walipatiwa nchi hivi, a few days later, wale Middle East countries wote wa Arabu wako pale, wakaamua tunamaliza hao. Wanawezaje patiwa hapa nchi na Palestine haijawahi patiwa nchi hii miaka yote? Wakaamua wanawalima. Inasemekananga iliitwa the 6 days war. Waisraeli walinyorosha Waarabu sijui hizo nchi zote mpaka wakapitisha mpaka ile walipewa na League of Nations, wakaiongeza juu hey hatuko tunapanga kushinda na tunashinda, situokote pia kashamba. Okota kashamba. God is good. So when the Lord is declaring that he shall gather your people, he is talking to you right now. God is good. Hebu fungua macho yako uniangalie. Mimi sitakuitisha maombi saa hizi. Niangalie watu wa kuniombea. Wacheni kuniombea. Sasa mliniombea tukianza. Sasa fungua macho uniangalie. This is what the Lord sent you here to hear. That in your life, everything that has been lost from you, even watoto, my relationships, biashara, whatever, prayer life, they are gathering back to you. Amen. Now, I don't think you have received it properly. You should be clapping your hands and celebrating. Because the Lord, when he declares, atatimiza. Hebu ambia jirani atatimiza. Alafu unaniangalilia kana niombea. Atatimiza, mwambie atatimiza. Atatimiza, mwambie hajasikia, atatimiza. Now this is what you need to understand.
usiseme ati Mungu ananienjoy, ati Mungu amesema atafanya na hafanyi. 1000, hiyo hesabu ilikujaje? 1078 years is when he brings them back to their nation. Now understand this. Hata wakati wa Abraham, Isaac, Jacob kiliumana. Joseph akaambiwa aende, wakauza Joseph, a picture ya Yesu, wakamuuza wakampeleka Egypt. Ile upako Mungu alimwekea, na ni vizuri mjuange upako zile mna operate nazo nyinyi wote, kwa sababu ile upako umewekewa ndio itakufungulia jela. God is good. Kama hujui upako yako, jela yako utakaa nayo hata uombe sana. God is good. Jela utakaa ndani. Ni vizuri unajua kama mafuta ile umepakiwa ili utumie ikufungulie nini? Paulo na Sila. Kwa upako yao ilikuwa ya nini? Ya kuomba na kusifu. God is good. Kako kako wapi? God is good. Kuna mtu nilisikia akisema ni ya kulala. Kama hiyo ndio upako, ni sawa. Bora ifungue nini? Ifungue. God is good. Upako yako ikufungulie nini? Now, so they were gathered together and they were brought to their country. And the exact words of the prophecy of Isaiah comes true. Meaning that these words that the Lord is proclaiming right now, He is used to making it come true. So it shall come also true in your life. He is used to making, there is no word of the Lord that comes from His mouth will ever come back to Him without fulfilling that which it was purposed. Isaiah 55:11. Ukweli ama si ukweli? Lazima itarudi kwake ikiwa imefanya nini? Imetimiza. So wewe pokea leo hivi. Hivi ndivyo leo tunahitaji kujulikana. Now this is what the Lord is declaring. So watumishi wakati walikaa chini wakadeclare his scripture. Tonight is a night of arise. You didn't reply properly. Arise. Arise. And where is the light coming from? He says, for the light has come. Where is your light coming from? Yani usiku wa leo ni usiku wa kumulikiwa. Mahali giza imekuwa ikitembea kwa maisha yako, umefanya nini? Saidia jirani yako asiogope. Wewe ukisikia unasaidia kumrudia. Leo ni wewe unafanywa nini? Mwambie, unafanywa nini? Unamulikiwa. Iko watu wamekuja hapa na vitu ambazo zimekataa kuenda. Ndio. Tumaombi umeomba tumekataa kuenda. So now start writing. Number 1, you need to understand. Number 1. Na kila wakati nikutana na nyinyi nawapeanga secrets za mbinguni. Zile zingine mnazitumia? Nakumbuka Resurrection Garden tulimwaga secrets zingine. Mlisambaza na mkazitumia? Hawakusambaza. Very correct. Confession kesho. Sasa kusambaza to follow these secrets. Leo tukitembea kwa gari na Wandera, sisi tulitumia public means. Sasa tukiwa kwa gari kuna mtu alikuwa, mapasta walikuwa wamekaa hapo nyuma yetu. So walikuwa napiga story wakisema vile sijui umewahi sikia Nuga Best. So walikuwa wanaongea kuhusu Nuga Best. Akasema mama moja akasema mimi haijanisaidia. So sikuwa najua Nuga Best ni nini. Mimi nilikuwa nasikia wakipiga story. Mimi haijanisaidia. Alafu mpasta moja akasema mimi mama yangu amesaidika. So ule pastor akauliza huyu mama, wewe kwa nini haijakusaidia? Wewe unaitumianga aje? Akasema mimi huenda ninarudi. Mara naenda, mara siendi. Alafu mama akamuuliza huyo pastor, wewe mama yako anafanyanga aje? Pastor akasema mama yangu ni kama chai kila siku. Sasa siku hizi amerudi kwa shamba analima na ni mzee. Nikasema kila siku. Nikajiuliza, immediately nilikuja kwa siri za mbinguni ambazo Mungu hutufungulia. Wewe unazitumianga aje? Siziko kwa notebook na zinashainia hapo. Ziko kwa notebook na zinashainia hapo. Ni kweli ama si kweli? May the Lord write these things in your heart. Hii biashara ya notebook haifanyi vizuri kazi. So number 1 secret.
Wewe unasema nimesema lugha hata sikuwa by the way commercial. Siri ya kwanza ni hii. Ufahamu majibu ya sala zako ni kwa ajili ya kizazi na kizazi. Ufahamu ya kwamba majibu ya sala zako ni kwa ajili ya kizazi na kizazi. In English, your answer to your prayers is generational. The answer to your prayers is generational. God is good. God is... Oh, mnaandika. Multitasking haitawezi make. The answer to your prayers is what? I can't hear you. Repeat all of you. 1, 2, 3, go. Why am I saying this? If you don't understand this secret of heaven, mutapigana na Mungu bure. There are some prayers you're making. God has zero intention in answering in your lifetime, but has 101 intention of answering in the lifetime of your sons and grandchildren. Look at Abraham. Aliambiwa you will be the father of. Nikuulize, huyo mzee akikufa alikuwa anaweza hesabu watoto kama mchanga? Alihesabu watoto kama mchanga? Lakini akiwa mbinguni. God is good. Are you getting this what I am telling you? Because this is important for your healing. Some of you are going to get healed right now. That the Lord has not rejected your prayer. The Lord has seen that you as King David are not going to build him a temple because too much blood is on your hands. He is going to build the temple through your son Solomon. God is good. David akaambiwa, my friend, you love me with all of your heart. That is okay. Lakini si wewe utanijengea nini? Hekalu. Nitajengewa na mtu mwingine ambao ako msafi. God is good. Ambia jirani yako mambo mengine yamezuiwa na uchafu yako. Now, that does not mean that you're not forgiven. Every sin you have ever confessed, imefanywa nini? Imefutwa. Lakini nani alimwaga hiyo damu? Nani alimwaga hiyo damu? Si ni wewe. Hiyo uchafu si ni wewe, ilipitia kwa mikono yako. And the Lord declares it is okay. But from today, now come up with a new generation. Come up, and I wish parents wanaweza shika hii secret. Kwa sababu kama kuna watu wanatuuza hii ulimwengu ni mtu anaitwa mzazi. Uliza jirani, wewe ni mzazi? Mwambie unatuuza sana. Akisema ndio, mwambie unatuuza. Kama kuna watu wanauza wengine kwa hii ulimwengu ni mtu anaitwa mzazi. Niulize, which is the only commandment ambayo huanga iko na kazawadi? Ni obey your parent. Why? The Lord is declaring a sanctity towards a parent. That this is not just a parent, but they are divine in nature. Ni ukweli ama si ukweli? Kuna kaumungu na mzazi wako. Now the problem is, wazazi wenyewe hawana hiyo siri. Hawajui wao ni Mungu kiasi. Nani anasambazanga mapepo zile mingi? Mzazi. Nani anaitanga mtoto shindwe zile mingi? Mzazi. Nani anaitanga mtoto malugha ya kwanza ya matusi? Uliza tu jirani yako, umeitana ngapi? Na unasema utajenga hekalu ya nani? There is blood in your hands. God is good. Lift those hands. You see, the book of Isaiah also, this book tunasoma ni very dangerous. It is the same book that it says, do not lift those filthy hands and lift filthy worship. It is like inanuka mapupu ya ng'ombe. Iko kwa kitabu hii ya Isaiah. And sometimes we forget. Leo tumeimba kuabudu. Did you ask yourself if he has accepted your worship? You see, were you singing for yourself? No. You are singing too? God. Did you ask him if he received you? Uliza jirani, muulize.
Mtingishe unasema za kwa ameanza kunikasidia. Ulimuuliza. By the way, ukisikia unasikia kuniintasidia, simama na mimi. Hata si mimi nasimama, simama tu na mimi. Hata ukitaka kuja kusimama na mimi hapa, kuja. Mimi siwezi kukataza. Hapa unaweza hata niekelea mkono. Sasa hapa niko sawa. Waacha kuniintasidia hapo huko. Tuelewane, si tuliacha mablanketi huko nyumbani. Hapa ni kukazana, ambia jirani kazana. Hapa ni kukazana. Hata kama ni kusimama, simama. Usinipe kazi ya kukufufua. Unajua siku moja Paul alikuwa na ubiri, mkijana akalala, akaanguka kwa balcony, akakufa. Alipea Paul kazi ya ziada ya kuenda kuombea watu wafufuke. Mimi sinipe hiyo job. Hiyo kazi. God is good. So, secret number 1 is your prayers are their generation. Now I want to give you secret number 2. Your breakthrough is in understanding what the Lord is saying in your season. Your breakthrough is in understanding what the Lord is saying in your season. Your breakthrough is in understanding what the Lord is saying in your season. Breakthrough kwa Kiswahili ni nini? Kama? Your breakthrough is in understanding what the Lord is saying in your season. Your breakthrough is in understanding what the Lord is saying in your season. Mpenyo wako. Ni kuelewa jinsi Mungu anavyonena kwa nyakati zako. Mpenyo wako ni kuelewa jinsi Mungu anavyonena kwa nyakati zako. God is good. You are in a season. Every one of us is in a season. True or false? Even Kenya is in a strange season. It is raining in January. Jehovah Jesus. There shall be showers of blessings. This is amazing. For me, it's very amazing. I'm really praying for the locusts to stay in the desert, not to attack us. Don't come here. Na kama zitakuja zipitii basi Meru, zikule Mera, zichanganyikiwe ziende Tanzania. Oh, sorry. Au kusikia zitapita ziende mbali. God is good. So this is a season. And those who are understanding the season are preparing for it. Now let me ask you. Mtu ule aliweka maharagwe November. Januari akona maharagwe hana. Akona maharagwe hana. Na mwenye anashindwa hii mvua ya Januari tufanye nini nayo? Tuseme hii mvua ifike April na ulipanda maharagwe Januari. Uko na maharagwe au una? Uko na maharagwe au una? Uko na maharagwe, si ndio? Lakini it takes serious faith kuweka hiyo mahindi chini. Ni Januari na kunanyesha. Nipande nisipande. You must be having a revelation. Ni ukweli ama si ukweli? I need you to, wale wanapenda kuona movie, go and look for a movie called Faith Like a Potato. Imani kama viazi. Lakini hautaipata na Kiswahili. Iko in English. Faith Like a Potato. Kuna huyu jamaa alikuwa South Africa. Akaambiwa na Mungu, hama Zimbabwe, enda South Africa nunua shamba. Akasema Mungu ni wewe. Shida ya Mungu ni moja. Wewe ni kumuamini hata kama hauoni. Akasema haizuru. Akaambia bibi, unajua bibi ndio mkosa imani number 1. God is good. Bwana akikuwa na imani mama anapotezanga. Mshaigundua hivyo? Uliza wale wazee wachache wako area, muulize bibi yako na imani, atakwambia ananicheze yangu. Uliza. Wako hapa wazee wachache. Uone vile. Lakini kama uko na mwanaume kafiri, mkunywa pombe, mlevi, chakari, wewe na imani mko hapa. Mko sawa. Angalia wamama wale mko hapa, mnanifanya ni doubt wanaume wenyu sana. God is good.
it is very important tuelewe. Akaambiwa enda akanunua shamba. Wacha nikuambie, akaomba Mungu nifanye nini? Mungu akamwambia panda viazi. Hakukunyesha site vile sisi Kenya kunanyesha. 7 years it has not rained in South Africa in some areas. 7 years. So you should thank God, eh? Have you ever thanked God for the rain? Ama unazusha vile jua iwaki kauli yako. Sasa Mungu akamwambia panda viazi. Hakuna mvua inanyesha. Hakuna chochote. Jamaa akaenda kuitisha pesa kwa bank. Bank itakupatia pesa. Ukapande nini? Na hakuna mvua. Akauliza bank 20 hivi, moja ndio ilimsikiliza ikasema ukichomeka pia si tunachomeka, jua kichomeka na hana kakitu, si hata wao wamechomekea hapo. Wacha nikwambie, jamaa alipanda viazi. Viazi chukua miaka ngapi ndio ime? Kumbe nyinyi wakulima. Miezi 3 akapanda, hakuna hata tawi moja ilitokea. Would you still believe when you don't see? You would stop believing. Then you don't know what faith is. Faith is the actualization of things that you cannot see. Na unasema no. Na niliuliza hapo mbeleni, mko tayari kufanya biashara za mbinguni? Mkaniambia tuko na imani. Shukuru sana. God is good. At this rate nataka kuuliza tu, uliza jirani, uko na imani? So, but where does faith come from? Imani hii ambayo tunasema itatupatia, it comes from Romans 10:17. Inasema faith cometh by hearing and hearing the word of God. So as I am declaring the word of God right now, imani inamea ndani yako. Imani inakuwa ndani yako. God is good. Are you seeing your breakthrough coming through for you? Well, me I'm seeing mine. Mi upendanga nikihubiri juu ninapatanga revelation yangu. God is good. So it is important to understand what is the Lord speaking for your season now. So what is your season? So the first things we need to define tukiwa tuko hiyo number 2. What season am I in? What season am I in? Now you have to understand the season you are in. Kama unasota sana uko brokenness, unasema I am in the season of desert. Yani hakuna kitu kwa mfuko na kuji na kanitaki hata. Unaenda hapo niko desert style. Hii ni season yangu. Kama unaona uko kwa abundance, atupesa tu opportunities tunakuvamia, unasema kunanyesha. I am in the rainy season, kunanyesha. God is good. It is important to understand what season you are in. Kama haujui vile kunaendelea, unasema niko confusion. Unaandika sana the season I am in confusion. Sijielewi na sielewi. God is good. So haraka chora, because we are not going to waste God's word tonight. Chora ni season gani huko? Kama yako uelewi, inua mkono juu useme Dennis nielezee hii ni season gani. Niambie tu shida yako. Nitapea opportunity watu wawili. Nani aelewi mahali yuko? Going once. Going twice. Nikisema ya 3 ni gone. God is good. Nani anataka kuelewa ako season gani? Understand your season, because your breakthrough is for your season. So the word of the Lord that is releasing, it is for your season. Wakati Job ilifika wakati wake wa kunyariwa. Ni habari ya lugha. Sasa wakati alifika wakati wa kuteswa, the word of the Lord came. Na it came through, devil akapitia pale mbinguni akaulizwa ni aje, unafanya nini? Nazurura tu hapa na pale. Akaulizwa umeona word of the Lord? Umeona mtumishi wangu anaitwa Ayubu? Pengine wewe ndio kazi shetani anakufanyia huko mbinguni, ndio maana umekuja hapa utayarishwe kwa mateso yanayokuja. Akaambiwa, haya umemuona? Akamwambia achana kutuenjoy Mungu. Huyu jamani, nikwambia ukweli, mimi tu nipe nafasi uone. Hakubendi, akaambiwa wewe tu huyu. Do you know something? The battles you face in your life might not be yours, they might be the God's.
God is good. Na wewe kazi yako ni kukanyagia, kanyaga shetani, kanyaga shetani kila mahali mpaka Mungu hapo. God is good. Mnakanyagia wote pamoja, combined forces. But the battles you're facing are not even concerning you. They have nothing to do with you. The Bible says that Job was careful not to curse God. Yeye alisema afadhali nisinge lizaliwa. Hakuwahi mtusi Mungu. In fact, Mungu alimwambia uchi nilikuja. Buuliza jirani yako, wewe unaweza tumia ma statement kama hizo? Ama mnapigianga mtumishi kama shetani amekuja ameenda. Nisaidie tu mkeme. Mnafanyisha kama kazi haiko ya kuombea kazi ya Mungu. Kama anatoka bila breakthrough. Na ni wewe tu ndio ungesema amen Mungu. Uchi nilikuja. God is good. So I am giving you already secret number 3. You have to be at a place of absolute total surrender. Mashika nimetumia maneno mingi sana. You have to be at a place of absolute total surrender. So meaning number 2 cannot work if number 3 is not functioning well. So you need to hear the word of the Lord. But how will you hear if you are not docile? You have to be at a place of absolute total surrender. Niulize, ni maombi gani wana wa Israeli hawakuomba kwa miaka 1878? Ni maombi ngapi hawakuomba? Waliomba ama hawakuomba? Ni maombi ngapi Wayahudi wakiteseka miaka 400 hawakuomba? Waliomba hawakuomba? In fact miaka 400 wanasemanga generation inaishanga na miaka 70, si ndio? Ka generation huwa. So ni kama generation ngapi kwa miaka 400 ya Egypt? Zilikuwa generations ngapi? Za ma intercessor na ma prayer warriors. God is good. Alafu unastua watu na maombi ya dakika 2. God is good. Unastua nani? Hebu uliza jirani, unaombanga masaa mangapi? Unatustua hapa na maombi ya dakika 2. Hatuwezi lala sasa juli kesho. Hatutalala sasa. Julienda kwa kesho Wewe unafikiria generations hizo zote zilikesha huko na Mungu hakutumana. Musa alikuja huko mwisho. Miaka 400 ikienda kuisha ndio Musa anatumwa. Musa sasa enda. Musa na yeye akatupa mbao. God is good. Pengine prophet wako ametupa mbao. Alitupa mbao akapata 40 more years ya kurudishwa mbao. God is good. Pengine mtumishi wako ametupa mbao. Anarudishwa mbao ndio akuje akusaidie. But what you need to understand is number 3, a place of absolute surrender. If you're not at a place of absolute surrender, how will God communicate? Kwa sababu I am told that God is not si mraibu wa kuongea mambo na mdomo kubwa. Sio mraibu. Uliza wale watumishi wako hapa, the men and women of God that have gathered here. He is not a shouting God. He is, in fact, Elisha was out waiting on God. Then there was thunder, nothing, lightning, nothing. But in Asemekananda, the soft wind, the breeze, he came. God is good. Could it be that the Lord speaks to you, but you are busy snoring? You see, a soft voice can make you sleep. Well, I yangu ni very loud. Leo Mungu ako on loudspeaker. God is good. Could it be that he speaks to you and you never hear? Can I tell you how he speaks? There are some of you God has been speaking. And he has been depositing an idea that has refused to go. When you are thinking of what to do, the idea comes back to your head.
but you have never haujawahi kufanya. Alafu utaimbanga Mungu ajibuingi nini? Wewe na imani yako amekuwa akikuzungumzia. In fact, andika kama unajua na kuzungumzia, andika hiyo idea amekuwa akikuzungumzia. Saa hii tutaiwekelea mkono. Andika hiyo idea amekuwa akizungumza kwa hiyo kichwa yako over and over. There is an idea he has been depositing in your head over and over, but you have never taken action on it. You have never taken an action. Put it down. That idea. We kama hauna idea usijali. Kuna watu wachache na Uingereza. Wacha kujitambulisha. Watu wa idea waandike. Yako inakuja. God is good. Tumeelewana watu wa idea andika. I'm giving you a few minutes. In fact, the rest of us are praying for you as you write down that idea. May the Lord help you. To arise and shine. God is good. Let me be honest. Now, watumishi watakapokuwa wakiomba, mtakuwa na maombi mingi sana. We shall do everything the Lord wants us to do. Kama ni deliverance, kama ni ina healing, kama zitafanywa zote. But unless wewe uweze kushika ni nini Mungu anafanya na wewe, it is useless. Tutaendelea na kesha mingi sana before you get your breakthrough. How I pray that nitashikanisha. Sema nitashikanisha. Sema kwa nguvu nitashikanisha. Saa hii nashikanisha. Hebu jiombe, shika kichwa chako uombe haraka. Mungu atusaidie. In Jesus' name we pray. Amen. So the word says, arise and shine, for thy light is come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, gross darkness the people. Now understand this. When the Lord says he will light and atatuwekea mwangaza, inamaanisha uko giza. Hiyo ndio kifuatishikangi. Hebu sema niko kwa giza. Nimulikie Bwana. God is good. You need to get to where the Lord needs you to be. And that requires light. And this is what Psalm says. Your word, O Lord, is a light unto my feet. Sai tuko kwa giza. Ili uende mahali choo ziko. What do you need seriously? Kamulika mwizi. Kaende kakikumulikia sio huko wapi? So unamulika ka step kamoja hata. God is good. Na ili mwizi ajue unakuja, anaangalia nini? Angalia watu wengine watatu. Ili mwizi ajue unakuja, anaangalia nini? Ukikuja na giza wewe na yeye si mko sawa. Haizi jua unakuja. God is good. Mimi naomba tupate ufunuo. Tupate ufunuo. Yesu awasaidie. Ufunuo ingie ili some of the things unaumia nazo kwa nyumba nikamwangaza hauna wewe na giza. So when the Lord says his light shall rise upon you, meaning that there is a particular darkness you're operating in. Do you know what darkness you're operating in? Now let me give you, it's not just a darkness that emanates the devil, because zote hizi creation, giza na mwangaza zote si ni Mungu ameumba. So it's not necessarily giza ambayo imetokana na shetani. Inaweza kuwa ni giza ya ufunuo ya opportunities ambazo Mungu amekuwekea. And some of us have lost very many opportunities. When I look at your faces, I even see some regret.
in some of your face. Ukikumbuka aki kama ninge kuwa lost opportunities. Today the light of the Lord is coming upon you. Amen. No more loss of opportunities. Amen. In fact, Mungu na declare too much like that. Wewe ukienda kwa giza, yeye abaki na opportunity. Akiimulika hivi urudi. You take advantage of those opportunities. God is good. Sema, I receive my light tonight, Jesus. I receive my light tonight, Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. I receive my light. I receive my light. You are the light in my life. You are the light in my life. Illuminate my steps. Illuminate my steps. Pole kwa kizungu mingi. In Jesus' name. Amen. Now understand this. There is no glory if there is no light. Number 4. There is no glory if there is no light. What glory is there in that? Ni utukufu upi uko kwa giza? Every time tulikuwa tunatangazia utukufu wa Bwana, tulikuwa tunasikia mwanga imewaka. Hata wakati Yesu akiwa mdogo amezaliwa, wakati walimleta habari njema, inasemekana mbinguni kuliwaka, malaika wakakuja wakiimba hosana hosana. God is good. Tumetoka wakati tu wa Christmas, si ndio? And he came down. So meaning that if you are in darkness, wewe kuona utukufu itakuwa ni kuota. Only in your dreams. Because the best you can do in darkness is sleep. Ni ukweli ama si ukweli? Alafu nao? God is good. Of course sisi tunapenda kuwaambia mkuwe na dreams, but tukifungua hii mwaka ndugu kama alitufanyia karititi ingine hapo kwa nini kwa online. Na hakusema tuote. Alisema tushike vision. Vision unaonanga hivi ukiwa macho peupe hivi ukiwa unaona, na kama hakuna mwangaza hauoni. Tunaelewana? So hapa iko watu bado hawaja capture vision na wako day 25 ya Januari. Hawana maono yoyote, hakuna kitu unataka kufanya nini kwa hii maisha hii mwaka, niko tu. Kwanza wazee, God is good. Kama umezeeka hapo over 50 years na hauna vision, unatuuza sana. Ninyi ndio wale wazazi tulisema wanatuharibia maisha. Unajua vision ile Abraham alipewa akiwa na miaka 90, alikuwa vision ya Isaac. Akaambia utaona Isaac, akamwambia kumeumana, akaambia usiwe shika vision. Mama mzee hapo anaitwa Sara, akaambiwa shika vision ya Isaac, akacheka. Mambo gani hii? Ati next year haiwezi. Akashika, lakini alishika vision. God is good. Ambia jirani shika vision. Have you written? Imagine day 25. Hauna. Wewe na Mungu mko na seriousness. Hauoni kuna joka na sio Mungu. Buliza jirani bado uko na vision. Na uliandika. Can I give you 5 minutes to write your vision down? Niwapatie? Leo si tulisema lazima tusumbuane. Tutasumbuana, andika. Sana hii kesho. Tunafanyiwa retreat hapa, alafu hatushiki saa hii. Andika saa hii. Kama huku andika. Habakuk 2:2 inasema write it down, make it clear, plain. Yani kila mtu aweze kujua. So inamaanisha ukimaliza kuandika tutakuja round kuangalia kama umeandika. Not for you. For me. I am not doing this for you.
I'm doing this for me. So watch my life if you don't receive yours. Watch my life if you don't receive yours. God is good. I have declared also, mtu yoyote atahata kupata yake, niongezee Mungu, niko na space. God is good. So one of the biggest things that is missing in the church of God is good prophecies. After Jesus, prophecies changed. Before Jesus, prophecies were condemnations. If you don't do this, hell and storm will come upon you. Ungeguza unapo, usiguze hekalu ya Bwana. Ukiguza chomeka hapo na hapo. Fuata Moses. Usipofuata Moses, ardhi inafunguka inakumeza, alafu inauliza next. Simple and clear. But after Jesus, every sin was paid completely. I love our church because it keeps this cross with him there. For me, it speaks of my life. When I look at that cross, nasema hizo ni shida zangu, malana zangu, dhambi zangu, na zinakaa na mimi kwa nini? Na ndio zile. Wewe unaweza ngoa hizo hapo. Na unabebana nazo za nini? Surubisha shida zako pale. So what the church has failed over time is to release prophecies that are in line na Genesis chapter 1. Because what happened in Genesis chapter 3 nullified what happened in Genesis chapter 1. Ili cancel. Ndio maana wakafukuzwa, tokeni hapa kwa shamba ya kukula manemane vitu mzuri mkakule shida huko. Yesu naye akakuja kama Adamu wa pili akasema rudini huko mkakule vitu mzuri na mkakule hizo. God is good. Lakini Yesu amekuja na wewe uko kwa laana ya Adamu wa kwanza. Hiyo ni ungwana kweli. Sema si nakataa hii maneno. Nakata. We have to, and let me give you something that maybe we have missed. Also, as the prophet has not done. Maybe we don't have receivers of good things. Are you a receiver of good things? Unajua kupokea vitu mzuri? Na hausikii gunyele. Hausikii baya. Because we have a problem. Watu hawajui kupokea vitu mzuri. Wanataka waambiwe umelaaniwa. Ndio sasa unasikiliza injili vizuri. Utakufa. Utaumia. Unakaza macho hapo vizuri sana. Lakini waacha prophecy ikuje unaenda kuinuliwa. Mimi self pity inaingia. Poor self confidence inaingia. Self esteem ambayo iko kwa viatu inakuja. Mimi naika nguo yangu mbaya. Hata saa hii kuna watu wako wakiitwa na President Uhuru Kenyatta waende kwa State House na yeye hii kaloji kako hapa kuja nikupeleke. Utaanza kumwambia kina sijavaa kazi. Kama sio. Bana mtoke mbio twende mkubwa unasema nini? Unafuata haraka. Na hata akikwambia leo nikufanyie nini kama Batimayo. Batimayo unajua alikuwa ameombaomba pesa kwa muda mrefu sana. Siku moja Mungu akapita hapo akauliza mtu mmoja ni nani huyo anapita? Yule Yesu. Yesu mgani yule anaponyanga watu huyo? Hoi! Hakungojea any other problem. Hakuoga. Hakuenda choo. Alianza tu kupiga duru, Yesu mwana wa Daudi nihurumie. Wakamwambia nyamaza mdosi anapita. Yesu. He did not care. Ask your neighbor, do you care? You care so much that you are not blessed. Stop caring. Do whatever it takes for you to receive the kingdom of heaven in your life.
wanafunzi Matthew chapter 6 waliuliza Yesu, tumeona vile unafanya vitu za ajabu ajabu hivi, tukagundua hapa si ajabu, ni maombi. Simshaisikia hiyo wimbo? Si uchawi. Hapa ni maombi. Wakamuuliza tufundishe kuomba, akawaambia baba, semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako likuje, ufalme wako. When the kingdom of God comes into your lives, people of Nakuru shall never be the same. Amen. So guess what? Are you ready to receive the King of Glory? Yes. Now he has already come to your life. Now go tell it on the mountains, over the hills and far away, that he is here with you. God is good. So tonight, as the light has come, I want to usher in my brother coming, but I want us to go home with this: that the light has no problem coming upon you, neither the glory. It is the one who sits that it comes. So that was the secret of the light. The light has no problem shining upon you, but I want it to be seen. I want it to be seen. The light has no problem coming, but I want it to receive. I want it to receive the light. And this is what the Lord says about a man who gets a candle. He asks, does a man get a lamp and put it under the bed? Is it possible? Now today, me and you are living and walking out of this mountain of the Lord as blessed, healed, sanctified, holy, precious people. Don't put your light under the bed. Enda umeshika. Mulikia watu wengine. Na usisahau vile tulisema, mwizi pia huwa anaona. Exactly. So mambo ya tukitoka kwa hii mlima kesho, leo baadaye, na mambo ya kuje mazito, ukumbuke pia mwizi anafanya nini. So kazi yako ni kukaa focus na huyu. Unamwambia vita sio zangu, ni zako, na wewe unaendelea kubarikiwa. Do you know what he says about blessing you? He says, I shall set a table before you in front of who? Your enemies. Why are you acting as if it is wrong to have enemies? Unless people get jealous of you, you're not yet blessed. Unless people feel bad about your blessing, you're not yet blessed. Kama wewe unahurumiwa mpaka na kafiri, baraka ziko mbali. Mpaka mtu wa dunia anakusikilia oye. Uko mbali. God is good. You have to reach to a place. Mimi nimeenda kuona mgonjwa. Mgonjwa alikuwa anakufa hospitali. Ameumia, macho imekaa ni yellow. Sisi tumeenda hapo, tumemhurumia yetu yote. Tumeenda kumuona, alikuwa anaitwa Mzee Njoroge. So tuko hapo hospitali, tumekuja, sisi ndio tumekuja kumuombea, lakini sisi ndio tumehongwa na huruma badala ya imani. Tunamwangalia hivi. Wacha nikwambie, mzee mgonjwa alifungua macho. Akatuangalia hivi, hata haizi songa, anaangalia na macho. Akasema, mmekuja kufanya nini? Hivyo ndivyo tulivyo. Mmekuja kufanya nini? What did you come here to do? You came here to cry. Did you come here to cry? I am not sick. What you're seeing is wrong. Hii si mimi ndani na rukaruka, nimenyezea move, so ni mdomo na macho ndo zina move. Na hivyo ndivyo anatuambia. Mimi si mgonjwa. Hii kitu mnaona ni kitu inapita na sijui inafanya nini. It should have gone yesterday. Mimi natoa mkono. Mimi yeye hapo anatoa mkono. It should have gone yesterday and I am very much ill. So let us tell me the good things of what the Lord is doing outside there. Let us talk about those things. Ushaishika imani na mtu mgonjwa. Ni yeye ndio mgonjwa, anakufa na ni yeye anawapatia imani, mnasema amen.
akatuhubiria, akasema tuombe. Imagine tulikuwa hata hatuna nguvu ya kuomba, akasema tuombe. Huyo mzee alirudi from that deathbed, akaendelea kuonga injili. Niko very sure Mungu alisema kati ya huyo amelala hapa na hawa, wacha huyu waamuke. Nyinyi hamjui wale ambao wamewaroga mpaka sasa hivi tunateseka, walikuwa wanakesha wakiwa neti. Wewe uko hapo na blanketi. Mwambie mwenzako lazima uwe blessed. Lazima ufanye vituko vitakatifu. Haleluya. So Mungu anaposema kwamba mwanga wako umekuja, anakuambia rise. Inuka. Usikae kidee, hapo zako usikae kidee. Kama chukua mbele yako katika mbele yako. Chukua mkono wako